Ali Hatib Kilusungu, mtafiti majina katika maisha ya binadamu, na usubscribe na kushare katika channel yetu Ali KK TV, na unifollow TikTok, Instagram, Facebook Ali KK TV. Tukiwa hapa katika mizimu hii ya hapa Kimwasa Mikese, Morogoro, Tanzania, tunawapeni elimu hii ya kutambua kile ambacho mara nyingi mnakiita kwamba mdomo unaumba. Unajua kwa nini mnasema mdomo unaumba? Ni kwa sababu hamfahamu siri za kiulimwengu zinapofanya kazi. Mimi leo nataka niwafundishe jambo moja la msingi na mjifunze kwa kina sana, ili kukwepa wakati mtu anapokusukuma usikubali. Yaani tuchukulie katika hali ya kawaida ya mwili, mtu akikupushi hivi, si unajiweka sawa ili usidondoke. Sasa kuna namna ambavyo mtu anakupushi kwenye mazingira ambayo wewe hujui kwamba huyu mtu amekupushi. Na kwa kawaida tunaona kama ni kitu kisichokuwa na madhara. Unajua mfano gani nataka nikupatie? Hivi karibuni tumemzika mama yetu ambaye alikuwa na sifa kubwa ya kututumikia Watanzania katika nafasi mbalimbali. Mheshimiwa ambaye ukisikiliza wasifu wake alikuwa kwenye nafasi nyingi tu za uwaziri nini vyote alikuwa amehudumu huko, kama kiongozi, kama mtumishi wa serikali, yani mtu ambaye alijitoa kwa ajili ya wananchi kuwatumikia katika uhai wake. Mtoto wake amesoma wasifu, ameeleza mengi pale msibani, ukimsikiliza yule bwana Victor. Yani ni vitu fulani ambavyo vinatia simanzi. Lakini sasa watu wengi ambao wamejifunza kwangu wanarudi kwangu kuona kile kitu ambacho wao wamejifunza, wanasema babu, hebu tufundishie watu wengine pia wajue hili. Na mimi nimeona kwamba ipo umuhimu wa kuwafundisha. Isikilize kauli hii. Jenista, kwa jinsi unavyopenda uwaziri, siku ukitumbuliwa unaweza kufa baada ya sababu huwezi kudefend kila jambo na defend kwa sababu uonekane. Mtu yoyote akikwambia wewe ukifanya hivi utakufa, wewe ukikosa hiki na hiki utakufa, wewe si ukifanya hivi utakufa, yani anakusukuma kukupeleka katika mlango wa 8. Wale msioelewa mlango wa 8 ni nini, pengine nawaacha njia panda nikitumia neno mlango wa 8, ila kwenye nyota namba 8. Mara nyingi nimewaambia nyota zipo 12 dunia nzima, ulimwengu mzima. Na nyota hizi 12 zinafanya kazi kwa kila mmoja wetu duniani na kwa kila kiumbe. Na hizi nyota 12, kila nyota moja ina kazi yake maalum. Kumbuka hiko. Na ugundue kitu kingine kwamba kabla kukupa ufafanuzi wa kila nyota na kazi yake maalum, ila gundua kwamba hiki kichwa chetu hatuongei maneno tukiamini kwamba tuliyawazia hapa tu kwenye ubongo. No. Ila kadiri saa moja ilipobadilika, nguvu ya nyota moja ilibadilika. Na ile nguvu ya nyota inavyobadilika, ndiyo kuna ushawishi wa mtu mmoja mmoja kusema jambo fulani zidi ya watu wengine. Sasa huo ushawishi ndo mfano huu ambao umetoka kusikiliza kwa mheshimiwa huyu wakiwa hapo bungeni. Unaona kwamba huyu anamwambia wewe ukikosa si waziri, kama ambavyo umesikia. Sasa hapa, endapo kama mheshimiwa huyu marehemu angekuwa amejifunza hizi elimu kwa kina, alikuwa anaikana hii pale pale, alikuwa anabishana nayo. Ndio ule mfano kama mtu amekusukuma hivi, alafu wewe unapepesuka, unajitahidi miguu yako kujibalance usidondoke. Asa mtu akikwambia wewe usipofanya hivi na hivi utakufa, mwambie koma hapo. Kufa wewe bwana. Mimi tangia nilipozaliwa nilikuwa naiko cheo kile nilikutoa ukubwani, nimetoka huko utotoni mpaka hapa nilikuwa mtu fulani. Pale pale inabidi wewe uwai kumkana yule mtu. Mwambie, nilizaliwa kwa babangu na mamangu, nilikuwa mtoto na sikuwa hata sijijua kama nitakuja kuwa nani.
na nimeishi mpaka nimefika hapa, na nimekaa huko utotoni, shule, wapi, na hata nikiwa mtu mzima hivi. Kwani kicheo kina muda mchache? Uhai wangu uko kipindi chote mpaka hiki cheo ambacho kina miezi kadhaa au kina miaka kadhaa, unakifananisha na uhai wangu, useme nikikikosa nitakufa? Hiki nilikuwa nacho tangu nimezaliwa. Hapo ukimpa shiti ya maneno kama hayo, tayari utakuwa umejibalance, usidondoke. Ila mtu akikwambia neno usipofanya hivi na hivi utakufa, halafu umesikia katika masikio yako na hukumjibu, hukupingana naye, unakuwa ni sawa sana mtu aliyekubali kusukumwa na akadondoka. Chunguzeni watu kama hawa, wako wengi. Kwa mfano huyu tu mheshimiwa, keshawasemea watu wangapi maneno hayo? Wanataka utumie akili. Sasa kuna mtu ana nguvu ya kutumia mlango wa 8 vizuri, huenda anajijua au hajijui. Sasa mtu mwenye nguvu ya kutumia mlango wa 8 vizuri ni ile hali ya kuambia kwamba ukisipofanya hivi na hivi utakufa, usipofanya hivi na hivi utakufa. Achilia ushauri. Kuna mtu anaweza akakushauri kwamba bwana, unachokifanya hiki na hiki naona hakiko vizuri, kinaweza kikakupeleka vibaya. Hii ni ushauri. Huyu hakusukumi. Ila mtu anapokuambia kabisa kwamba wewe ukikosa kitu fulani utakufa, huyu amekusukuma kwenda kwenye mlango wa 8. Sasa anapokusukuma kwenye mlango wa 8, mlango wa 8 ukikusign unakufa. Yaani nyota namba 8 ikikusign unakufa, kwa sababu kazi ya nyota namba 8 ni kutenganisha nafsi na mwili. Nyota namba 1 nilishawapaga kwamba kwa uchache tunirudie kwa uchache. Nyota namba 1 ni nyota ya nafsi na uhai. Nyota namba 2 ni nyota ya utafutaji. Nyota namba 3 ni nyota ya nguvu za mwili, uongo, visafari vidogo vidogo. Nyota namba 4 ni nyota ya mji, wazazi, wazee, mazingira ya nyumbani. Nyota namba 5 nyota ya taarifa, uzazi. Nyota namba 6 ni nyota ya malazi, magonjwa, misukosuko, kuharibikiwa, kuchukiwa. Nyota namba 7 ni nyota ya mapenzi, kupendana, kufurahikiana, kuvumishwa kwenye mazuri. Nyota namba 8 ni nyota ya kifo, kazi yake ni kuua. Na nyota namba 9 ni nyota ya safari, kupokea wageni, kupokelewa ugenini. Nyota namba 10 ni nyota ya kumiliki mali, uongozi, utajiri, mamlaka, kama ilivyokuwa marehemu. Marehemu ni Jenista, manake ni J. Kwa kuwa marehemu alikuwa na jina la J, manake ndiye alikuwa kwenye nyota namba 10, nyota ya utawala, uongozi, mamlaka, utajiri, mali. Nyota namba 11 ni nyota ya mikutano, kusikilizana, kukubaliana, kukusanyika, kuweka akiba. Nyota namba 12 chuki, kisasi, kutendeana ubaya, kupangiana mabaya, fitina. Hizi nyota zinafanya kazi hivyo. Kwa hiyo unataka kufahamu, msione tu nikitaja herufi hizi. Hizi herufi mimi nazitafiti katika kugundua kwamba nyota ya herufi hii, kwa mfano nyota mlango wa 8 herufi zake ni H na T, na zitafakari, je, zinafanya kazi vile? Nachukulia majibu, unaona kweli inafanya kazi hivi. Sasa chunguza kwa watu mmoja mmoja vile ambavyo mimi nafundisha. Lakini hapa nakupa somo moja muhimu la kulitambua wewe, kwamba usikubaliane na mtu fulani kukusukuma katika mlango wa 8 kama hivi ambavyo nimetoa mifano. Kwa sitaki kuongea sana. Usikubali kusukuma kwenda kwenye mlango wa 8, unakufa kweli.
Ali Hatib Kirusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika channel yetu Ali KK TV, ni follow TikTok, Instagram, Facebook Ali KK TV.